Sisi kama wilaya Chemba tuna idara ya elimu ambapo sasa tunatamani sana kwenye mitihani yetu tufanye vizuri, na kuna ushindani upo wa ngazi ya wilaya, mkoa hadi taifa. Lakini kwa mitihani ya nyuma ambayo imefanyika hatukufanya vizuri. Sasa nitumie fursa hii na kwa umuhimu huu kuambia wajumbe wote, hasa madiwani, kabla mitihani ya darasa la 7 tuende tukutane na wanaofanya mitihani hiyo na walimu wao, lakini kwa kubadilishana vituo. Kwa mfano, diwani wa Mrijo akaenda Soya na wa Soya akaenda Mrijo. Tutumie ujirani ili tusitumie gharama kubwa. Lakini pia nami naombeni mwe mnanialika, lakini hata bila kualikwa pia nitatamani ningeweza kama uwezekano utakuwepo nizifikie shule zote. Tuende tutoe hamasa, tuzungumze na watoto kwa kina, ili watoto wetu wapate utulivu na kufanya mitihani vizuri, ili tuweze kuwa washindani, lakini ili tupate manufaa ya elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi ya mkuu wa mkoa inaendelea kusisitiza kukamilisha kwa wakati miradi ambao ni viporo. Tunaendelea kusisitiza vile miradi basi ikamilishwe kwa wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala lingine ni upande wa vikao vya kisheria. Tunaendelea kusisitiza ukaaji wa vikao vya kisheria makao makuu na ngazi za chini vikaliwe kwa wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, vikao vya kisheria, vikao hasa ngazi ya chini na makao makuu ndio msingi wa utawala bora. Migogoro mingi inatokana na kutokaa kwa vikao kwa wakati. Watu wanashindwa sehemu ya kusemea, kwa hiyo inabakia kuwa migogoro, inageuka kuwa migogoro. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaendelea kusisitiza vikao vya kisheria viweze kusimamiwa na vikae kwa wakati, kwa jinsi mijadala ilivyokuwa inaongelewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuna budi sisi kama halmashauri basi tuzibe ile mianya kama waheshimiwa wanavyopendekeza. Upande ambao hamna mageti, basi mageti yawekwe ili mianya hiyo ya upotevu iweze kudhibitiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia ndio tumeanza mwaka, pamoja ni kikao chako cha baraza la 4, lakini tumeanza mwaka sasa. Ni muda wa kujipanga na jinsi gani ya kuweza kutimiza yale malengo ya ukusanyaji. Tumepanga sasa, ni muda wa kuweka mikakati yetu vizuri ili tuweze kukamilisha malengo yetu. Na moja ya kigezo kikubwa cha halmashauri ni mapato, na bila mapato nadhani hatuwezi kufanya shughuli yoyote. Sasa hizi changamoto za kutokuwa na posti, vitu ambavyo Mheshimiwa Diwani amevisema tutaifanyia kazi. Nafikiri leo hii majibu yatapatikana. Na kama kuna changamoto ya kukusanya mapato pia tutajua. Inawezekana pia post operators wapo lakini hawakai kwenye vituo husika. Na tutajua, tutafuatilia.